Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwenye halmashauri yetu hapa na hata serikalini tunaona kwamba, mimi nilikuwa naangalia taarifa za kamati mbalimbali hapo. Taarifa ya kamati ya fedha inatuonyesha kwamba mpaka kufikia, maana hii leo ni tarehe 2, hiyo ni taarifa ambayo inatolewa tarehe 2. Kwa hiyo mpaka leo tarehe 2 tumeshakusanya bilioni 12.1 B. Na hii bilioni 12.1 ile ceiling tuliyopitishiwa na bunge ambayo tulipaswa kukusanya ni 10 billion, si ndio? Kwa hiyo mpaka sasa, huu ni mwezi wa 4, tunayo mwezi wa 5 tumeanza. Tunayo miezi miwili, kwa sababu leo ndio tarehe 2. Kwa hiyo tuna miezi miwili ya makusanyo ya mapato, lakini tayari tumeshavuka lengo kwa bilioni 2.1. Sasa hii si jambo dogo. Kama tunaweza tukavuka makisio tuliyokuwa tumepangiwa kwa bilioni 2, inaonyesha jinsi ambavyo halmashauri yetu ni hodari, na mwakilishi wa katibu tawala mkoa amezungumza kwamba halmashauri yetu imeongoza kimkoa, sio? Kwenye makusanyo ya mapato. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana, lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi ambavyo ameendelea kutuletea fedha kwa ajili ya miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri yetu, lakini kwenye wilaya yetu kwa ujumla. Tumekuwa tunaendelea na makusanyo kulingana na utaratibu ambao unataka tufanye. Kwa mwaka wa fedha huu mpaka tarehe ya juzi, ina maana tumekwisha kusanya kwa miezi 10 kuanzia Julai. Tumekusanya jumla ya shilingi bilioni 2.23. Hizo fedha ambazo tumezikusanya kati ya bajeti ya bilioni 3 kamili. Kwa hiyo tuko kwenye asilimia 74 ya makusanyo. Lakini ukifanya comparison na mwaka wa fedha ambao umepita, mpaka tunamaliza mwaka wa fedha tulikuwa tumekusanya bilioni 3.2 hivi. Kwa hiyo safari hii kidogo hatutaweza kwenda kama jinsi ambavyo tumefanya kwa mwaka jana, na sababu ziko wazi. La kwanza, kuna makampuni yale ambayo ndio yenye muscles, tukizungumzia Ruvuma Coal, alafu wakifuatiwa na Jitegemee. Ruvuma Coal wenyewe wana contribute kama 52% ya share ya revenue kwenye mapato ya makaa kwenye halmashauri yetu. Sasa nao walidrop, kwa hiyo walikuwa na internal factors zao. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.